magazeti na kuna habari zinastaajabisha na kufurahisha. Hebu tuulizane, niulize maafisa wa usafirishaji hasa wa hapa Dodoma au nchini. Sasa hivi Dar es Salaam kuna utaratibu utakuja. Wewe afisa usafirishaji utakuwa, ili uende kujaza mafuta kwenye kituo chochote cha mafuta, inabidi uwe na kitambulisho maalum cha kukutambulisha kuwa wewe ni afisa usafirishaji, na ili uweze kupata utaratibu huo. Sasa tunajaribu kuwaza, unafikiri itakuwaje? Mfanyabiashara naye, kwa maana ya yule wa pale Shell au kituo cha kujazia mafuta, ili akujazia mafuta, na maana atakuuliza kitambulisho chako vipi? Sasa utaratibu huo wa Dar es Salaam kama utatekelezeka, imagine ukikufikia wewe Mtanzania uliyepo Dodoma, Singida na Manyara. Sasa haya sio maneno yangu, ni maneno ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila, na hapa anatujuza kwa undani zaidi kuhusiana na hoja hiyo. Jambo jingine, mtakumbuka kwamba pia kivuko nacho kilikuwa kimesimama kwa muda, lakini sasa kwa kuwa tumeruhusu shughuli hizi za usafirishaji kuendelea, pia vivuko, kwa maana kivuko cha kutoka cha Pariferi kuvusha watu kwenda Kigamboni na kurudi huku, na chenyewe kitaanza kufanya kazi rasmi na kwa haraka sana. Tumeweka utaratibu maalum kwa usafiri wa pikipiki na bajaji. Ndugu waandishi wa habari, kwa sasa bajaji pamoja na pikipiki zitaruhusiwa kuendelea kama ambavyo zilikuwa zinafanya kazi zake, lakini tumeweka utaratibu fuatao ambao tunaokamilisha, halafu itakuwa ni agizo rasmi. Jambo la kwanza, kwa pikipiki zote za mkoa wa Dar es Salaam zitahakikiwa upya, na katika uhakiki tutahakiki mambo makubwa matatu. La kwanza, tutamhakiki dereva mwenyewe ili kujua dereva huyu ana leseni, hana leseni, ni mkazi wa kwenye mkoa wetu au sio mkazi wa kwenye mkoa wetu, ni raia wetu wa Tanzania au sio raia wa Tanzania. Jambo la pili, katika bajaji na katika vyombo hivi tutavihakiki vyombo vyenyewe. Chombo hicho ni halali, kimepata usajili halali, kimenunuliwa kihalali, kina namba halali ama kina namba halali, na nyaraka zake zote ambazo zinakihusu chombo hiki. Na jambo la tatu, tutamhakiki mmiliki mwenyewe. Kumhakiki mmiliki mwenyewe maana yake nini? Imekuwa ni kawaida vyombo vingi hivi vya pikipiki, mwendeshaji anaitwa Abdalla, mmiliki anaitwa Juma, lakini ukimuuliza Juma anasema chombo hicho nilishakiuza muda mrefu. Na kwa mantiki hiyo, taratibu za kutransfer kutoka kwa Juma kuja kwa huyu anaitwa labda Abdalla zinakuwa zijakamilika, au zingine zipo kwenye mikataba. Kwa hiyo tutamhakiki na mmiliki ili pia kuweza kujua pikipiki hiyo mmiliki wake ni huyu anayeonekana katika nyaraka au ni tofauti na huyu anayeonekana katika nyaraka. Tutaweka vitambulisho maalum ambavyo vitambulisho hivi vitamsaidia dereva wa pikipiki na dereva wa bajaji kutambuliwa pia kirahisi, lakini zaidi kitakuwa ni kitambulisho sahihi cha kumsaidia kwenda kuweka mafuta kwenye kituo cha mafuta. Kwa lugha nyepesi ni kwamba wamiliki wa vituo vya mafuta wote, baada ya mfumo huu kuwa tayari, hakuna atakayeruhusiwa kumuuzia mafuta dereva wa pikipiki au wa bajaji kama hataonesha kitambulisho maalum tutakachopatia. Oye. Bara sana, unaonaje maisha yatakuwaje sasa hivi? Bodaboda utakuwa ukienda pale kituo cha mafuta, kabla ya kutoa pesa unatoa kitambulisho kama NIDA vile, afu mambo yanaendelea sawa sawa. Ni katika kuweka tu usalama. Nini maoni yako Mtanzania? Shusha comment yako hapo chini, lakini pia kwa wale ambao wanatusikiliza live kupitia 92.9 AFM Radio, nikwambie hebu weka maoni yako kupitia 0779729593.
Wile bodaboda kwa Mtoro. Vipi? Sasa hivi ungekuwa Dar es Salaam, ungekuwa na wewe ukienda kujaza mafuta, kitambulisho kinahusika. Noma sana.